habari ya uzima, habari ya neema yake Yesu Kristo Nazareti. Hizi ni habari njema ambazo tunazitamka katika mitaa mizuri hii ya Kariakoo na viungia vya kila sehemu ambapo unamsikiliza. Ni kwamba tunaposema kuhusiana na habari yake Yesu Kristo, tunazungumzia habari ya msamaha na habari ya toba katika maisha ya mwanadamu. Rafiki yangu, maisha ambayo naishi yana muda mfupi hapa duniani, lakini tunao uzima kwa yote ambaye atamsadiki Yesu Kristo, na kwa yote ile ambaye tumaini lake itakuwa ndani yake Yesu Kristo. Bwana anaandikia kanisa moja linaloitwa Tesalonike, anasema msiwe kama vile watu wasiokuwa na matumaini, kwa maana wale ambao wataishi ndani ya Yesu Kristo wanao uhakika kwamba baada ya kifo hamna adhabu ya hukumu ya dhambi juu yao. Na ndio ushahidi na uhakika ambao tunao, na ndio maana tunahubiri habari za uzima katika mitaa Kariakoo, kwamba yeyote ambaye atamsadiki Yesu Kristo, yeyote ambaye atamwamini Yesu Kristo, ndio uzima ambao Yesu Kristo anaambia wanafunzi katika Luka sura yake ya 10. Baada ya Yesu kuwaita tanashara, Luka 10:19 anasema, tazama napa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za Mungu adui, wala hapana nguvu yoyote itakayowadhuru. Hii ndio neema pekee ambayo unaipata ndani ya Yesu Kristo, kwa kusadiki habari njema, kwa kuamini habari ya toba, kwa kuamini habari ya msamaha wa dhambi. Ni sawa tuna biashara tunauza, lakini biashara ambayo unayo pasipokuwa na Yesu Kristo ndani ya maisha yako inakuwa ni kazi bure. Maana vitu vya duniani vinaishia hapa duniani, lakini yeye apandaye katika roho atavuna katika roho, yeye apandaye katika mwili atavuna katika mwili. Sasa rafiki zangu, mkasamelewa haya, unaweza kupanda katika roho, na kupanda katika roho ni kumwamini Yesu Kristo afanyike mwokozi wa maisha yako, afanyike kiongozi kwenye maisha yako. Ufunuo 3:20 maandiko yanasema, tazama nabisha mlangoni kwako, na mtu yeyote atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani yake, nitakuwa naye, atakuwa mwanangu na nitakuwa babaye. Yesu anabisha ndani ya mlango wako. Anasema yeyote atakayesikia sauti ya Injili, sauti yenye matumaini, na kufungua moyo wake, Yesu atangaza ndani ya maisha yake, Yesu atangaza ndani ya biashara yake. Mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa anaitwa Zakayo, akasikia habari za Yesu Kristo. Maandiko yanasema Zakayo akataka kujua Yesu ni mtu wa namna gani, kwa sababu alikuwa ni mfupi wa kinywa, akapanda juu ya mkuyu ili apate kumtazama Yesu, maana alisikia habari za Yesu Kristo. Wakati alipanda juu ya mti mkuyu, Yesu akaenda kumtembea Zakayo. Akipita katika ile njia, Zakayo abahatika kumuona Yesu. Baada ya kumuona Yesu Kristo, hii ndio ajabu ambayo tunaiona. Yesu anamwambia Zakayo, shuka mtini, maana leo nitakuwa nyumbani pamoja na wewe, maana leo nitakuja kwako. Tunamwona Zakayo anamkaribisha Yesu nyumbani mwake, na jambo la ajabu, nuru inaangaza ndani ya nyumba ya Zakayo. Zakayo anatambua kwamba yeye ni mkosa na amemkosea Mungu. Unajua kwa Zakayo alikuwa ni TRA, yani kuhusu maokoto, kijana mwenzangu, Zakayo alikuwa nayo, lakini akapiga hesabu akajua maokoto pasipo Yesu ni kazi bure. Hii biashara ambayo unaifanya bro, pasipo kuikabidhi ndani ya Yesu Kristo itakuwa ni batili. Unajua kwa sababu gani? Hivi tunakufa na tunaviacha, lakini leo haifi, leo narudi kwa yeye aliyetoa. Kwa utakaposadiki habari za uzima, habari za Yesu Kristo, utakuwa na access ya maisha katika ulimwengu wa roho. Yaani baada ya kifo hauna hukumu juu yako. Yesu ni Bwana, sema haleluya. Amina. Na hii ni habari ya Injili ambayo tunahubiri Kariakoo, kwamba yeyote asadikia habari njema atakuwa na uzima. Injili imefika nyumbani mwa Zakayo. Zakayo anampokea Yesu. Jamaa ambaye alikuwa na utajiri mwingi, alikuwa na kazi nzuri, apiga hesabu kajua kazi pasipo Yesu, kazi pasipo kuwekeza ndani yake Yesu Kristo ni bure. Yamkini kwamba mkasha Kariakoo unafanya shughuli zako, unaingia na kutoka katika jiji zuri hili la Dar es Salaam, lakini bado hujapata fursa kumwamini Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Nataka nikwambie, haujachelewa, bado hujachelewa. Nafasi unayo, nafasi unayo, nafasi ya kumpokea Yesu Kristo nayo, nafasi ya kumwamini Yesu Kristo nayo. Usitegemee ikaja siku mbaya na ukafika wakati mbaya ambao utakuwa hauna nguvu ndani ya maisha yako, ndipo ukaanza kumtafuta Mungu. Biblia inasema mtafuteni Mungu maadamu apatikana, tena mwiteni yeye maadamu yu karibu. Hii ndio jambo la ajabu tunaliona kwenye Biblia, kwamba yeyote amtafutaye Mungu, Mungu muona na Mungu mpokea.
Yeyote amsadikie Yesu Kristo, yeye yuko karibu naye. Yeye yuko karibu na yeye. Rafiki zangu, dhambi ni mbaya. Biblia inasema Yesu afichaye dhambi hakika ataishi. Baada ya sungamana atakuwa na uzima ndani ya moyo wake. Usifiche dhambi yoyote ambayo inakushinda kwa pesi. Maana kuna mtu ambaye ameficha dhambi na akafanikiwa ndani ya maisha yake. Kuna asili nyingi za dhambi ambazo tunazipata spiritual na physical. Maisha kawaida kabisa na maisha roho. Maisha roho na mamoja. Unakuwa huna uhakika kwamba baada ya kifo utaelekea wapi. Hizi ni hasara moja ya dhambi. Maana unapofanya dhambi, dhambi inatoa nuru ya Mungu ndani ya maisha yako na inaweka giza. Na kama tunavyoelewa, bwana wa giza ni ibilisi. Yamkini uko dukani, rafiki yangu unasikiliza. Nafasi ya ukombozi ni sasa. Nafasi ya kumwamini Kristo ni sasa. Nafasi ya kuokoka ni sasa. Kristo, maisha ni mafupi sana. Pasipo kuwekeza maisha yako katika ulimwengu wa leo na katika kumsadiki Yesu Kristo, unakuwa unafanya kazi bure katika maisha ya kawaida. Yesu anatoa uzima. Yesu anasamehe. Yesu anatoa pumziko katika maisha ya wanadamu. Wakamletea mwanamke mmoja ambaye mfumania kizini. Na Torati ameamrisha ukishika mwanamke kizini mpige kama na afya. Lakini Biblia inasema walipompelekea Yesu ile kesi, Yesu anataka kuitatua ile kesi. Wale Mafarisayo na waandishi walihesabia haki kwao. Lakini Yesu akamwambia mwanamke habari kwamba binti, umesamehewa dhambi zako. Na angalia nyuma yuko wapi mshtaki wako? Wale Mafarisayo waliomletea kesi kwa Yesu wanaondoka. Wanamwacha binti akiwa peke yake. Hivyo Yesu anamwambia binti na maridi kwamba binti, umesamehewa dhambi zako zote. Na hili ndio neno ambalo Yesu anawaagiza wanafunzi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Anasema, na kisha mtakapompokea Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria, anakwenda mpaka misho ya nchi, mpaka Kariakoo. Hizi habari za uzima zitafika, kwamba watu wapate kuelewa kwamba njia yoyote ya mwanadamu kuwa na uhakika wa kuishi na kuiona pepo ni kumsadiki Yesu Kristo. Kwa sababu kuna faida kibao za kumwamini Yesu Kristo na kumsadiki. Faida kwanza, Yesu anaondoa dhambi ndani ya maisha yako. Na tunapojua kwamba kitu kinachomfanya mwanadamu asiingie peponi ni dhambi. Biashara ni kweli tunafanya, lakini hakuna anayezikwa na business. Tumeona wapo matajiri wengi wamepita katika dunia, wamezikwa, wengine wamekufa kifo vibaya. Sina maana kwamba usitafute fedha, no. Ina maana kwamba roho yako siweke katika fedha. Kwa sababu fedha inakidhi mahitaji ya mwili. Fedha ikidhi mahitaji ya roho. Na tunapojua roho ndio muhimu sana kuliko mwili. Maka mwili ni ganda, na ndio maana roho ganda linaisha, linatafunwa na mchwa ukishaingizwa kwenye kaburi. Lakini roho inarudi kwenda kutoa hesabu, umefanya nini Kariakoo. Mungu amekupa pumzi ya miaka 40. Mungu amekupa pumzi ya miaka 70. Mungu amekupa pumzi ya miaka 80. Mungu amekupa pumzi ya miaka 100. Katika pumzi ambayo amekupa, ambayo umetugharimu miaka 40, 50, 25, unaifanyia nini? Na ndio maana Biblia inasema kila pandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Umepanda haba utavuna haba. Umepanda mema utavuna mema. Lakini katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 5, Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Heri wenye moyo safi, rafiki yangu, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Yesu anatoa uzima, Yesu anatoa utakaso katika maisha ya wanadamu. Kijana zangu, Yesu anaokoa. Yesu anaponya. Yaani ulivyo kijana hivi, shetani anakutamani na Mungu anakutamani. Bahati mbaya sasa, shetani ana vitu ambavyo vinaonekana kwa macho ya wanadamu kwamba ni vizuri, lakini vile vitu ukiviendea ukavifanya vinaenda katika sehemu ambayo ni mbaya. Lakini maneno ya Mungu, mara kwanza ukiwa unasikia kwenye akili yako, unaweza kuona kama ni upuuzi hivi, lakini kumbe ndio maneno ambayo yanaokoa. Umeona? Kwa nafasi ya msamaha, nafasi ya kutulia ndani yake Mungu tunayo wakati ambao tuko vijana. Kuna umri utafika Hispania kwenda ndani utamgongo utakaona kazi. Macha toka ameshaziba sura tuko Maisamboi hapo. Kuna umri utafika hizi nyama zitashitoota. Tutakuwa tuna nguvu tena. Kwa hiyo mkimbilie Yesu wakati unauza mifuko. Yesu yuko ndani yako. Barikiwa. Bwana Yesu, bariki biashara huyu ya kijana katika jina la Yesu. Ukamwongeza katika business yake. Ukumbuke, wewe ni Mungu ambaye unanyanyua watu na kuwakweza katika jina la Yesu Kristo. In Jesus name I pray. Amen. Usisahau kwenda kanisani, sawa? Amen. Nafasi ya uzima unao sasa. Nafasi ya msamaha wa dhambi kijana mwenzangu ni sasa. Maisha ni mafupi.
Life is too short rafiki yangu. Na bahati mbaya tunaelekea mwishoni. Sometimes unajua hela na maokoto bora mfukoni yanaweza kukusaulisha Mungu. Uko bize Jumatatu mpaka Jumatatu kwa Kariakoo. Na una gorofa Kariakoo. Let me tell something neighbor mkazo Kariakoo. Nafasi ya kuokoka ni sasa. Nafasi ya kumpokea Yesu Kristo ni sasa. Maana maisha yako pasipo kuwekeza rohoni ni kazi bure. Na mpenda watu basi katika Biblia waliotambua hii kanuni wakamkimbilia Bwana ambaye anaweza kuwasaidia. Wakamkimbilia mtu ambaye anaweza kuwasaidia. Yesu akakutana na baharia mmoja jina lake anaitwa Petro. Akakutana na Petro mahali pale. Petro akatiwa ni mvuvi ana hili wala lile. Yesu akamwambia Petro, sikia, wewe leo nataka nikufanye uwe kuwa mvuvi wa roho za watu. Kwa nini Yesu anasema kuwa mvuvi wa roho za watu? Shetani naye anafananisha kama mvuvi. Akirusha chambo kwa wanadamu ili apate kuwanasa na apate kuondoa katika kweli ya Mungu, awalete katika kweli ya ibilisi. Sasa Yesu anasema kwenye Yohana 8:32, nanyi wakazi wa Kariakoo mtaifahamu kweli, na kweli itawaweka huru. Hii kweli ni kweli gani ambayo Kristo anasema? Hii kweli ni kwamba wakazi wa Kariakoo, watu wa kila dini, watu wa kila kabila, watu wa kila jamaa, watambue kwamba tunapata msamaha wa dhambi kwa njia ya kumsadiki Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo kuna msamaha. Ndani ya Yesu Kristo kuna ukombozi wa maisha ya wanadamu. Rafiki zangu akasha mbele yako unaweza kusema sasa mtumishi, yamkini mimi ni dini fulani, yamkini mimi ni Muislamu, yamkini mimi ni Katoliki, yamkini mimi ni TAG, yamkini mimi ni Lutheran. Sasa Yesu ni kazi gani? Bahati nzuri ni kwamba kuna dini ambayo inamkataa Yesu. Kila dini inamkubali Yesu. Sasa kwa sababu kila dini inamkubali Yesu, ndio maana Yesu hakuwa na yana, hakuacha dini duniani, aliacha wokovu. Maana alijua pasipo yeye ndio ishara ya kiyama. Yaani na maana pasipo Kristo kiyama hamna. Ndio maana kila mtu anayefahamu hili anamkimbilia Kristo, anapata ukombozi ndani ya maisha yake. Rafiki zangu, msamaha wa dhambi unapatikana sasa. Neema ukombozi unapatikana sasa. Neema kutubu ipo sasa. Tubuni kwa sababu Kristo yupo mahali hapa. Tubuni kwa sababu Kristo anasamehe dhambi. Kijana mwenzangu, maisha sasa hivi ni mafupi. Watu wanakufa kwa miaka 60, miaka 70, miaka 45. Wasasa bado kuna kumuta ni miaka 25. Wanaishi. Sasa hivi tunakufa tukiwa bado vijana wadogo. Sasa Mungu anakupa bonus ya kuishi duniani ukiwa na miaka 70, miaka 20, miaka 30. Au na access ya maisha yako kuishi milele duniani. Ndio maana Kristo analeta kitu kinaitwa milele ndani ya Kristo. Yaani msamaha wa dhambi na kuona hakika wa milele. Mwalimu. Yesu anakupenda bwana. Yesu anakupenda. Wewe ambao unasikiliza kwa dukani, kijana mwenzangu, Yesu anaokoa. Nakubali. Yesu anasamehe. Yeyote anamwamini Yesu Kristo amekuwa katika njia ambayo nilisema. Wewe kijana ambaye umevaa kapero, Yesu anasamehe. Yesu anaokoa. Yesu anaponya. Unajua maisha yasikusaulisha kama mna Mungu. Mungu yupo wazee. Unaliangalia, umeona vizuri? Yesu anasamehe dhambi. Nafasi ya ukombozi, nafasi ya kusamehewa dhambi ni sasa. Na kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa mahali mwenzangu, sio? Nakubali. Kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Warunda wanasema nyara kasamje kwa Yesu. Yale mkimbilie Yesu mapema. Wakati unafanya biashara, uone uhakika kwamba baada ya kifo hana adhabu kwako. After death no punishment for you. Na hiyo adhabu unaiepuka kwa kumwamini Yesu Kristo na kumkiri kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yamkini uko ground huko kunanisikia. Yesu anaokoa. Yesu anasamehe baba yangu. Yesu anatakasa. Yesu anakuwa maisha ya wanadamu. Usite katika dhambi mkazo wa mero haya. Kijana mwenzangu, nafasi ya ukombozi imetolewa na Yesu anapita mitaani akiangazia watu habari njema, akawapatia watu breakthrough, akawapatia watu neema na neno la upatanisho. Maana neno la upatanisho tunalopata ndani ya Yesu Kristo. Maana ndani ya mpatanishi wa Mungu na wanadamu ni Yesu pekee. Ndio maana Yesu anamsanua Tomaso na wengine wanafunzi wake anaitwa Filipo.
Bwana, nakubali. Anamsalua Tomaso na mwanafunzi wake mmoja anaitwa Filipo. Anamwambia habari hizi kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima, na hakuna mtu anaweza kuja kwa Baba pasipo njia yangu. Shida yako nini kaka? Shida ni nini? Shida ni nini? Sasa jamani, tumemfanyaje huyu? Shida yako nini? Hasira za nini wewe Bwana? Sikia, sasa wewe weke kati. Yesu anatoa uzima. Yesu anatoa msamaha. Unajua neno la uzima linapenya ndani ya maisha ya wanadamu. Na hizo nafasi pekee ambayo kila mwenye sikio lazima asikie. Na kuokoka ni tendo la imani. Hapa sisi hatushiki mtutu. Hatushiki mtutu ili kuieneza dini. Na hapa mimi sihubiri habari za dini. Yamkini umetega sikio lako nafikiri nahubiri dini. Maana huyu ninamhubiri Yesu, sio Muislamu, sio Mkatoliki, sio Lutheran. Japokuwa dini zote kidogo niseme neno la mtaani. Nisemeje? Japokuwa dini zote zinamshobokea, lakini Yesu ana dini. Sio Muislamu, sio Mkatoliki, sio Lutheran. Kwa hiyo mjini kwa nahubiri hapa hasira zako za dini unazinyanyua juu. Sasa nataka niondoe hasira ya dini upate neno la uzima. Kisha alipokuja duniani alikuja kwa watu wote. Kila atakayemkiri apate msamaha. Kila atakayemkiri apate uzima milele. Kila atakayemsadiki apate neema ya kuondolewa dhambi. Baba yangu Mungu akubariki. Wakati unafanya biashara uone hakika ndani ya maisha yako. Kuna mtu mmoja jina lake anaitwa Paulo. Paulo akaingia Athene, ambao sasa hivi ni Filipi. Alipoingia pale akakutana na kibinti kidogo, kina mapepo, ni kina maruani, kina mashetani. Na mashetani wamatajirisha wafanya biashara wengi katika ile mji wa Athene. Alipofika mahali pale, mara kwanza kipindi na Biblia inapita, kale kabinti kakamtambua. Akasemaje? Tunakujua kama wewe ni mhubiri wa habari njema, usije na habari njema. Paulo mara kwanza akakausha. Baada ya hapo mara pili akapita, kale kabinti tena kakamsema. Mara tatu mara kupita Paulo akakasirika. Akakapisha anasema kuapisha kwa jina la Yesu Kristo, yenye mapepo mtoke. Kuna watu hapa wanasumbuliwa na maruani. Usiku na watu wanakimbizwa kama mwizi. Mara ni watu wako shambani. Unaamka, nakumbuka mimi natokea Mwanza bwana. Kuna siku nimelala, nadhani nilikuwa kama darasa la 7. Niko kwenye majaruba ya mpunga. Nachanganya udongo kwenye majaruba. Naamka asubuhi najikuta na matope mguuni. Maisha yako serious. Usipokaa na Yesu tarogwa mno. Wao nikwambia rafiki yangu. Iko kuamka asubuhi najikuta na matope mguuni. Nikasema kitu gani kinaendelea? Sasa sikutambua kwamba wachawi wanafanya triki kwenye maisha ya wanadamu. Wanaweza kukutumia kwa damu yote kwa sababu huna nguvu ya kuzuia. Na ndio maana wanaambia watu hata katika biashara, kama huna Yesu kali yako nenda karoge. Unaweza kusema mtumishi bwana anatuambia masuala ya upotovu. Wewe unafikiri hapo utatambua kali yako bro? Mimi nafanya kazi mtagrade, unaweza kusema mtumishi labda afanye kazi. Bro unauza vyombo mtagrade na Swahili. Wamekubali. Kama una Yesu karoge. La sivyo utawafanyia watu kazi. Hapa kali yako utawafanyia watu kazi. Mimi sinakwambia. Jina ukweli unauma ndio hiyo. Na bahati mbaya wengi wanaofanya wataki tuongee. Sasa inahitaji ulinzi wa kiroho. Ndio maana kila unapopotea nenda kwenye mifuko iliyotoboka haikai. Wajanja na kuchezea. Unaweza kupita kali yako hapo na maksudi kabisa nikanunue kikoi. Ukashangaa umenunua cheni, unafika nyumbani unajua cheni nimenunua sangapi. Kuna mtu kakaa pale, kashatoa swadaka. Kashateketeza mtoto. Ibwengo kimekaa kinakuita. Wewe unamtegemea Mungu, wengine wanamtegemea Mungu bro. Wana vitu vyao. Sasa kwa sababu tuko sehemu ya kutafuta kazi, na hii sehemu ya kutafuta kazi kila mtu anataka apate. Hakuna anayetoka nyumbani aje apate rosi hapa. Na ndio maana kila mtu hii faida zipatikane, akaona amechunda kwenye duka, anaenda Tanga Muheza. Anaenda wapi? Anaenda wengine wanaenda Makondeni, wengine wanaenda Kigoma Kasulu. Anaenda anavuna maruhani na aleta kwenye duka kwenye sehemu. Sina maana hapa wafanya kazi wachawi no. Lakini kuna baadhi ya hao wanatumia fedha za ajabu mali hapa. Yesu nakupenda. Napenda neno lako. Napenda wokovu wako. Yesu neno lako. Napenda wokovu wako. Sasa iko hivi kwa sababu maisha yako serious.
Na ibilisi iko serious. Bahati mbaya ibilisi ananyongeza. Paulo amefika sana na kurudisha sasa kwenye mfano wa Paulo. Kafika Athene, kale kabiti kanatolewa mapepo, wafanya biashara kwenye mtaa wakamjalia Paulo. Baada ya kumjalia Paulo baba wakamkunguta, wakampiga Paulo, wakamtoa nje ya mji. Wakazani kuwa wamemuua. Maandiko yanasema baada ya Paulo kwenda kule nyuma na nje ya mji wakajua wamemuua, mwanaume ananyanyuka tena. Yesu kamtia nguvu. Akawarudia watu wa Athene kuwapigisha gombo. Akamwambia sikia, hizi habari tunazozileta za Yesu Kristo anaangaza neno mashako, anaponya. Mimi nakumbuka bro, wakati niko msikitini, mimi kule msikitini bro, wakati nasumbuliwa na uraibu wa madawa. Unajua tunapomsema Yesu hata nafikiri tuna mangamango kwa sababu ni vijana. Wanaona kama vile hatujapita hivi. Bro, hatutakaki kutoa historia zetu kwa sababu hazina maana. Nakumbuka mimi Yesu kanikuta msikitini bro, dangerous zone. Nimetokea Mwanza, mimi natokea Ilemela. Town is town. Mwanza Ilemela ndio town. Hapa wengine na mshamba au sio? Natokea Ilemela nakuja Bongoda. Wewe sijakaa Bushi. Sasa nimevisit town to town. Nimefika dangerous zone msikitini. Kuingia pale maisha kama ngumu, kuingia kwenye uraibu hapa na pale maisha karibika vibaya. Nakumbuka wakati na kaka chip clips maskani kwa ajili ya kula, akaja mtumishi mmoja akaambia wemeje, wakati wavuta wadau umeisha, wakati wa kula misigari umeisha, kimbilia Yesu. Nikamwambia Yesu anaweza kuondoa kiu nilionayo? Akamwambia Yesu anaweza. Baada ya kusadiki kwa sababu imani tendo lake. Amen. Kwa sababu tunasamehewa dhambi kwa tendo la imani, sio kwa tendo la kuishi. Nilipomwamini Yesu, angalia kitu kilichofuata. Nilipoingia kanisani mara ya kwanza mzee, nilisema kanisani Paradiso. Yesu akanisamehe madhambi yangu, akaondoa kiu ile. Kwa nasumbuka na sigara. Unaamua kumpa Yesu maisha tu. Nasumbuka na uboro. Unasema usifanye kazi bila kuweka starter. Wewe bro, hakuna mweka ubora atakayeenda mbinguni ujue. Unajua usijifariji kwa mabaya. Alafu bahati mbaya unajua njia ambayo ni pana, wanaoenda ni wengi na wengi wanakusupport. Au mtumishi anazingua tu hapa na deka poroja akimaliza na chapa raba. Sikia? Maneno ya Mungu maandiko yanasema ni kama upuzi kwenye masikio ya wanadamu. Lakini ukiamini na kuyasadiki anakusaidia. Wapo vijana wengi wanapiga mistake hapa, rosto nyingi zimewakamata. Wengine rosto za uzinzi. Wiki haipiti mzee bila kuwa kimada. Sasa sitaki kuongelea haya leta ni matunda ya dhambi. Ila hapa nashughulika na roho ya dhambi ndani ya maisha yako. Kinachokufanya ulevu, tena sigara, ufanye mabaya, utukane, uwe na hasira, maana hasira ni tendo la dhambi. Uwe na hasira, uwe na chuki, uwe mchawi, ni kwa sababu ya roho ibilisi ambayo imeingia ndani ya maisha yako. Sasa mwanaume Yesu Kristo alipoenda Golgotha fuvu la kichwa paka tutekolonia. Saa 6 mpaka saa 9 Yesu akakata roho. Akasema leo basi hapa ni kitani. Baada ya kukata roho akasema Baba imekwisha. Aliposema imekwisha, kila kitu ambacho kinamsumbua wanadamu kimekwisha. Kinakwishaje? Kwa tendo la kuamini, kwa tendo la kusadiki. Ndio maana kila mwamini Yesu Kristo anapata uzima. Kila mwamini Yesu Kristo anasamehewa dhambi. Tunasamehewa dhambi kwa tendo la imani, sio kwa tendo la kusesi wala sio kwa tendo la kushika. Unapata msamaha wa dhambi kwa kumwamini Yesu Kristo afanyike kiongozi ndani ya maisha yako. Bwana, hizi injili ni tamu bado na ubiri na kijana. Wewe tulie, Yesu anatusamehe tukiwa bado ni vijana na sisi tunao uhakika. Nimekwambia ukiwa na Yesu auishi kama mfamaji, uhakika unao. Habari ni njema. Bwana ndugu zangu bro. Barikiwa sana bro. Nakubali. Habari ni njema kazi rafiki yangu sana. Habari ni njema wakaza maneno haya. Injili sio gombo jule. Kwa hiyo habari ni njema. Habari za uzima ni habari ambazo zinamsaidia mwanadamu kumtoa katika ubaya na kumleta katika neema. Serikali kufundisha kwake ni kukupeleka jela. Lakini Mungu anakufundisha taratibu, anaondoa kila kitu kibaya ambacho kinadhoofisha maisha yako ya kiroho. Mtenda kwa mama hapa kisha tuelekea mitaa mingine. Lakini zaidi nakupa fursa wao ambao wanamhitaji Yesu Kristo. Neema ukombozi unayo, neema msamaha dhambi unayo. Basi tutaenda kuomba pamoja, na kama uko hapo una addicted yoyote, amini mama tunaenda kuomba. Na kama unamhitaji Yesu Kristo, niambie